BMP TV Professional Update. Habari za wakati mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 15 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari zetu za leo. DRC. Katika mkoa wa Kivu ya Kusini, taarifa kutoka maeneo ya mapigano zinaelezea kuwa ndege isiyo na rubani ya tatu aina ya CH4 inayomilikiwa na jeshi la FARDC imeangushwa usiku wa kuamkia leo na vikosi vya M23 katika eneo la Nzibira. Katika jimbo la Kivu ya Kusini, taarifa za usiku wa kuamkia leo zinaelezea kuwepo kwa mashambulizi ya mabomu yaliyosikika majira ya saa 8 usiku katika eneo la Mikenge. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Katika taarifa inayoenezwa leo alfajiri kutoka vyanzo vya eneo la Nzibira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeeleza kuwa ndege isiyo na rubani ya tatu aina ya CH4 inayomilikiwa na jeshi la serikali FARDC imeangushwa na wapiganaji wa M23 katika usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa chanzo cha kisiasa ndani ya muungano wa M23 kinachonukuliwa katika taarifa hiyo, droni ya tatu ya CH4 iliyonunuliwa na serikali ya Kinshasa imeweza kutowezeshwa na wanajeshi wanaoitwa Simba wa Sarambwe katika eneo la kimkakati la Nzibira. Chanzo hicho kimeongeza kuwa serikali ya Kinshasa ilitumia takriban dola milioni 200 za Marekani kununua jumla ya drone 7 za CH4 zikiwa na dhamira ya kuimarisha uwezo wa anga wa FARDC katika mapambano yanayoendelea mashariki mwa nchi. Hata hivyo, taarifa hiyo imeendelea kusisitiza kuwa tukio hili linadhihirisha kuwa teknolojia pekee haiwezi kuchukua nafasi ya mkakati madhubuti wa kijeshi wala uthabiti wa kisiasa, ikimaanisha kuwa hali ya mashariki bado inahitaji mabadiliko ya kimkakati kuliko utegemezi wa vifaa vya gharama kubwa. Tukio hili linakuja wakati mvutano kati ya vikosi vya FARDC na wapiganaji wa M23 kuendelea kuongezeka, huko eneo la Nzibira likibaki kuwa moja ya ngome muhimu za kijeshi na kiusalama katika ukanda wa Kivu ya Kusini. Bado tupo hapa DRC. Taarifa za hivi punde kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa mlipuko ya mabomu imesikika usiku wa kuamkia leo kati ya tarehe 14 na 15 Novemba 2025 majira ya saa 8 usiku katika eneo la Mikenge lilopo jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa chanzo cha eneo hilo kilichozungumza kwa tahadhari, mashambulizi hayo ya mabomu yamesababisha hali ya taharuki kubwa, huku baadhi ya wakazi wakilazimika kujificha kwa hofu ya usalama wao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za mkoa kuhusu chanzo cha mashambulizi hayo au iwapo kuna madhara kwa binadamu na mali. Mikenge ni mojawapo ya maeneo yaliyo katika mfululizo wa misukosuko ya kiusalama, na tukio hili linakuja wakati ambapo mvutano katika wilaya kadhaa za Kivu ya Kusini umeendelea kuongezeka kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Vikosi vya usalama vya mkoa vinatarajiwa kutoa taarifa kamili mara uchunguzi wa awali utakapokamilika. Tunaendelea kufahamisha kadri taarifa zitakavyotufikia.
Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. BMP TV Professional Update.